Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Kwa mkunjofu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini pia usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta ya kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti ya Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni Majaliwa, Rais Samia ni darasa, asema ni mwalimu wa subira, utulivu, ujasiri. Bunge la 12 kuhitimishwa leo, Tulia washusha presha wa bunge. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Tanzania kuwania vipengele 50 vya tuzo za utalii duniani. Habari katika ukurasa wa 4. SGR kuanza kusafirisha mizigo leo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Dr. Fernandez au mwenyekiti makanisa ya Kipentekoste. Habari katika ukurasa wa 4. CCM yatia pini uchukuaji fomu za uteuzi. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Tanzania si sehemu salama biashara dawa za kulevya. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika waliorejea kutoka Iran waeleza hofu ya makombora. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Tiketi za karatasi mwendo kasi mwisho Jumatatu ijayo. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wajumbe CCM wageuka lulu, watiania wa wasaka tawi kwa tawi, huku vikao vya usiku vikiendelea licha ya katazo la CCM. Mbinu zinazotumika zatajwa, baadhi ya wajumbe wadau wazungumza kipenga kupulizwa rasmi kuanzia kesho. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika masikio wa Samia hotuba ya kuvunja bunge. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Wakati bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania likimaliza muda wake, macho na masikio ya Tanzania yatakuwa bungeni ambako Rais Samia Suluhu Hassan atatoa hotuba yake ya kuvunja bunge hilo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika alama muhimu zinazoachwa bunge la 12 likivunjwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. JAB yataja kibano kwa waandishi wanaotaka nafasi za kisiasa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Sekta 9 kuibeba dira ya taifa 2050. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Zambia yapinga kortini, Lungu kuzikwa Afrika Kusini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Tulitazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wabunge waagana kiaina. Spika Tulia asema uzoefu 50% hawarudi. Kwaya ya tumbuiza waserebuka na kutunza. Majaliwa asema. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Spika Tulia ikisema, katika kukaa kwetu bungeni tumeishi kama marafiki na tumekaa kama club moja. Kama Yanga wametoka kushinda jana, kila mmoja anahisi kama Yanga, lakini tathmini ya mara kwa mara inasema baada ya kila bunge kumaliza uhai wake, wanaofanikiwa kurejea bunge jipya ni kama 50% hivi. Hali hii yaweza kutupa unyonge. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Nipashe pia limeandika
CCM yapiga marufuku wapambe sherehe uchukuaji fomu, habari katika ukurasa wa 3 na ukurasa wa 16. Maveteran vita ya Kagera sasa kulipwa mafao yao, habari katika ukurasa wa 8. Gazeti hili limeandika utafiti vyakula vya watoto vilivyosindikwa si salama kwa afya, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari picha inaonyesha wabunge wakicheza na kwaya ya bunge wakati wa kuhitimisha shughuli za bunge la 12 bungeni Dodoma jana. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Je, unatafuta chuo bora cha sayansi na afya ya jamii? Karibu Top One College of Health and Allied Science. Tunatoa kozi zifuatazo: Ordinary Diploma in Pharmaceutical Science, Ordinary Diploma in Clinical Medicine na Ordinary Diploma in Social Works. Fomu zinapatikana chuoni au kwenye website ya chuo ya www.tokohas.ac.tz. Tupo Songea Oysterbay Msamala, barabara kuu ya Songea Njombe. Wasiliana nasi kwa simu namba 0767103313, barua pepe tokohastz@gmail.com. Top One College of Health and Allied Science, we are the way to your success. Tulitazame sasa gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi haimiza mabadiliko vikosi vya SMZ, habari katika ukurasa wa 2. Dr. Mwinyi kufungua QS Africa Forum 2025, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Shusheni abiria Kisonge sio kupakia, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika tutaendelea kuwabana waingizaji dawa za kulevya harusi, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti limeandika Mama Mariam atunukiwa tuzo, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. CCM itasimamisha mgombea mwenye sifa wa sira, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti Uhuru, kweli daima, ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Spika Rais Samia amelitendea haki taifa. Ndugu yake katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili inasema miaka 4 ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, amelihudumia taifa kwa haki, akihakikisha utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo, ustawi wa jamii na kuimarika huduma za msingi kwa wananchi, habari katika ukurasa wa 2. Kasi ya Dr. Mwinyi ya wakosha wazee, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika bunge la unga mkono marekebisho mipaka ya hifadhi ya Nyerere, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. CCM yapiga marufuku misafara ya watiania, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Uhuru limeandika Tanzania mwenyeji utoaji tuzo za utalii duniani, waziri mkuu atoa maagizo kwa maofisa masuhuli, habari katika ukurasa wa 2. Msako mkali dhidi ya wauza dawa za kulevya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Tutazame sasa gazeti wa Machinga, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Majaliwa akumbuka alichoambiwa na Rais Samia. Ni baada ya kifo cha hayati Magufuli, amtaja Rais Samia kama kiongozi na mwalimu wa subira, pia ni kielelezo cha ujasiri, mstahamilivu na alama ya matumaini kwa kizazi hiki, na kiongozi aliyetoa mfano wa kuwa mwanamke anaweza kuongoza taifa. Amtaja Kikwete na kunasibisha umaarufu wa Rais Samia kama mwanasiasa maarufu ndani na nje ya CCM. Spika Tulia amtaja kama kiongozi aliyelitendea haki taifa, hasa kwenye ujenzi wa miradi mikubwa ya kimkakati, ikiwa ni pamoja na SGR, bwawa la Mwalimu Julius Nyerere. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Tume ya umwagiliaji kuleta mapinduzi, mradi wa bilioni 33 Iringa. Ni katika mkoa wa Iringa, tume ya umwagiliaji yazidi kuimarisha miundombinu, Rais Samia kuzindua wakati wote, habari katika ukurasa wa 3. Lukuvi yazindua mfuko kudhibiti ukimwi, habari katika ukurasa wa 2. Bunge la ridhia marekebisho mpaka hifadhi Nyerere, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Chalamila hamasisha wananchi kushiriki Sabasaba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mambo 7 dabi ya Kariakoo, Masta Yanga vuna shilingi bilioni 1.8, Pacome Ahwa utata umalizwa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. 5 kinyonge kipigo cha juzi ni cha 5 kwa Simba.
Gazeti hili limeandika ndondo za Kiemba, Simba inavyopunguza utamu wa dabi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Gazeti hili limeandika uchaguzi TFF mtego upo hapa, Agosti 16 tarehe ya uchaguzi. Habari katika ukurasa wa 7. Liva yajitosa vita ya Arsenal Man United. Habari katika ukurasa wa 19. JKT UDSM Outsiders kimewakuta DBL. Habari katika ukurasa wa 14. FIFA World Cup kesho Jumamosi ni Benfica na Chelsea saa 5 kamili usiku, Bank of America. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa. Mkuu wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka 2025-2026. Shule ipo Songea mjini mkoani Ruvuma, barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramio. Masomo yataanza tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka huu 2025. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepuo ya PCM, PGM, PCB, PMC, CBG, EGM, HGE, EKA, HKL, HGK, HGL na tahasusi zote mpya zipo. Shule ni ya bweni na kutwa na inapokea wanafunzi wa dini zote na ina mazingira mazuri ya mwanafunzi kujisomea. Shule imekuwa ikifanya vizuri katika mitihani ya mwisho ya kitaifa ya kidato cha 6. Mwaka 2022 shule ilifaulisha kwa kutoa Division 1 100, Division 2 52 na Division 3 6. Kwa mwaka 2023 shule ilifaulisha kwa kutoa Division 1 144 na Division 2 86, na kwa mwaka 2024 shule imefaulisha kwa kutoa Division 1 178, Division 2 96 na Division 3 7. Shule inafundisha pia namna mwanafunzi anaweza kujitegemea mara baada ya kumaliza masomo yake. Fomu za kujiunga zinapatikana Ruhuwiko Sekondari au kwenye website ya shule www.ruhuwikoschools.ac.tz au piga simu namba 0762818180 au 0754636049 na 0621064022. Ruhuwiko Sekondari, elimu bora, nidhamu na malezi thabiti.